Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Karibuni sana ofisini kwetu hapa BAKWATA makao makuu, na nyinyi ni waandishi wa habari, ni watu muhimu kwetu, hasa katika yale mambo ambayo tunapenda yafike haraka sana katika umma, kuyaweka mambo sawa, na mmekuwa mkifanya hivyo kila mara. Naomba muendelee kwa moyo huo, mna malipo mazuri kwa Mola wenu. Mimi ninazungumza hapa ni katibu wa Baraza la Ulama BAKWATA Taifa, Sheikh Hassan Said Chizenga kuliani kwangu, na Sheikh Hamid Masudi Jongo, mjumbe wa Baraza la Ulama, lakini ndiye mwenyekiti wa kikao hiki cha Baraza la Ulama kilichokaa hapa kwa idhini ya Mufti wa Tanzania. Na kushotoni kwangu ninaye Sheikh Ali Muhiddin Mkoyogore, ambaye ni mjumbe wa Baraza la Ulama pia katika wajumbe walioshiriki katika kikao hiki, na ni naibu kadhi mkuu wa Tanzania hapa. Na nitakachokieleza kwenu ni taarifa ambayo tumeona hii iwafikie wananchi, ya kikao cha Baraza la Ulama ambayo imejadili mambo mengi, lakini ikiwemo hili swala la ndoa ya Bwana Juma Mwaka Juma, maarufu Dr. Mwaka, na mkewe Bi Queen Oscar Masanja. Sasa nasoma taarifa yetu hii ili iweze kuchukuliwa kama nilivyoiandika. Taarifa kwa umma. Baraza la Ulama leo tarehe 27 mwezi wa kwanza 2023 limekutana kwa dharura kwa ajili ya masuala mbalimbali, na miongoni mwa masuala hayo ni kadhia iliyotokea hivi karibuni katika ofisi ya kadhi wa mkoa wa Dar es Salaam, kadhia ambayo inamhusu Dr. Mwaka na mkewe Bi Queen. Baraza la Ulama baada ya kuliangalia kwa kina limefikia maamuzi yafuatayo. Moja, ndoa ya Bwana Juma Mwaka Juma ya ndani ya mabano Dr. Mwaka na mkewe Bi Queen Oscar Masanja haijavunjika, na kwa hivyo kwa kuwa kuna mamlaka yaliyopelekwa katika ofisi ya kadhi, malalamiko hayo au kesi hiyo iendelee katika ofisi ya kadhi ofisi ya kadhi, na Baraza la Ulama linafuatilia kwa karibu juu ya namna shauri hili na mengine yanayoendelea kwa ajili ya kuchunga nidhamu katika baraza. Nirudie tena kipengele hiki. Ndoa ya Bwana Juma Mwaka Juma na mkewe Bi Queen Oscar Masanja haijavunjika, na kwa hivyo kwa kuwa kuna mamlaka na kwa kuwa kuna malalamiko yaliyopelekwa katika ofisi ya kadhi, basi malalamiko hayo yataendelea kushughulikiwa katika ofisi ya kadhi. Kwa hiyo kesi hiyo iendelee katika ofisi ya kadhi mkoa wa Dar es Salaam, na Baraza la Ulama linafuatilia kwa karibu juu ya namna shauri hili na mengine yanayoendelea kwa ajili ya kuchunga nidhamu katika baraza. 2. Baraza la Ulama linapenda kuwafahamisha Waislamu popote pale walipo, pale wanapoona kuna upindishwaji wa mambo, wasisite kufuata utaratibu wa kufanya mawasiliano na Baraza la Ulama ambalo lina jukumu la kuchunga nidhamu ya baraza kwa ujumla. 3. Muhimili wa mahakama ya kadhi ni muhimili muhimu na unaojitegemea. Si sahihi maamuzi yake kuingiliwa na mamlaka za BAKWATA wilaya au mkoa, na pale swala litakaposhindikana katika mahakama ya chini, swala hilo litapanda katika ngazi ya juu ndani ya muhimili huo na si vinginevyo. 4. Baraza la Ulama linapenda kusisitiza kuwa utaratibu uliowekwa wa mgawanyo wa madaraka kuanzia katika ngazi zote ni muhimu. Utaratibu huu ukafuatwa na kudumishwa kwa ajili ya kuchunga dhana nzuri ya utawala bora ndani ya baraza. Imesomwa kwenu na Sheikh Hassan Said Chizenga, katibu wa Baraza la Ulama BAKWATA Taifa.